au ni maelekezo ya serikali ya Tanzania na ushauri kwa serikali nyingine, lakini maelekezo kwa LTA na wadau wote kwamba tutengeneze mjengeko wa takwimu ambazo zitapatikana kila muda usiozidi miaka miwili. Wenyewe wanaita ni longitudinal au panel data. Lengo ni kujenga takwimu hizo ambazo zitakuwa zinafanyiwa mapitio na kufuatilia mabadiliko kila baada ya muda. Kama unaendelea kumanage uvuvi bila kujua stoki ulio nayo, in other language, sijui nisemeje, lakini ni kama vile unalinda kitu ulichokuwa hujui unalinda nini. What if kama unalinda hakuna kitu and you are spending a lot of energy, unatumia nguvu, unatumia rasilimali fedha. Na katika miaka hiyo 30 hatukuwa na takwimu sahihi za wingi wa samaki na mtawanyiko wake katika ziwa Tanganyika, na hivyo baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwezesha tafiti kwa upande wa Tanzania mwaka 2022 na 24, tuliona ni busara kuona kwamba unafanyika kwa ziwa zima. Kwanza tutahuisha takwimu za wingi na mtawanyiko wa samaki katika ziwa Tanganyika, lakini mbili, itawezesha Wizara ya Mifugo na Uvuvi, lakini pia nchi wanachama wa ziwa Tanganyika kuweka mikakati madhubuti ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi katika ziwa hili. Tutapata taarifa ambazo zitasaidia FAO kushauri masuala mazima ya usimamizi endelevu wa uvuvi wa ziwa Tanganyika.